Sasa ndugu yangu, wakati unasema ati Kikuyu bomolewe, isibele painful kusema mtu abomolewe nyumba yake. Kununua ploti ndio ujenge. My friend, hito ploti yako si rahisi hapa Nairobi. Lazima gunsu wa kule, sijua kwa watu wa KRA wa kule, serikali kule. Alafu wewe unakuja unasema mtu abomolewe nyumba. Wewe mwenyewe maybe hata kwenye una kibanda. Wewe una hata nyumba ya nyazi. My friend, wacha niwaambie kitu moja. Mimi naomba hata kama watu wamejenga kwa barabara, wao watu wanafua rudishiwe pesa yao yenye walitumia. Warudishiwe pesa yao. Na mimi wacha niwaambie kitu moja. Mimi msipochunga hapa Nairobi mtakosa mahali ya mtakosa nyumba hata 1000 ama 2000 ama 3000 mtakosa. Kwa sababu mimi kitambo nilikuwa naishi Kibera. Nyumba ilikuwa ni 700 hadi 500. Sasa ukienda Kibera hakuna nyumba 2000. Nyumba ni 3000, 4000 na ni kijiji. Demo na bomondo maisha inapanda. Wewe jiulize. Wewe mwenyewe hapa Soweto nyumba 2500 inakushinda kulipa. Na demo wanazidi kubomoa ndio nyumba wakibomoa hapa Soweto. Wale watu wenye walikuwa wamekaa hapa Soweto wanaenda kwa kijiji kingine wanaenda kukaa hapo. Hapo nyumba inakuwa high demand. Jiulize wewe, maybe unalipa 20000 ama 15000. Utaweza kulipa nyumba 10000? Nyumba 10000 utabaki na nini? Ndio kwa sababu utakuwa tembea hapa Nairobi ukiongea peke yako, alafu unasema ulirogwa. Kwa sababu maisha imepanda, alafu unasema Ruto amefanya maisha imepanda. Kwa sababu wewe unafurahia kubomoa nyumba. Unajua nyumba zikikuwa mingi, nyumba haiwezi panda. Wewe sasa waende pale umoja wa bomoe. Watu wa umoja watoke umoja wakuje uishi hapa Soweto. Unafikiria hapa Soweto utapata nyumba 2000? Utapata hata nyumba 3000? Ndugu yangu acha niwaambie. Hakuna kitu mbaya sana hapa Nairobi kama hujalipa nyumba. Hapo unatamani usiku usifike. Kwa sababu unaweza enda upate landlord na amekungojea tu. Kile unipatie rent. Na utaenda wapi? Ndugu yangu, na hakuna kitu mzuri kama umelipa rent. Unaweza kwa volume yote. Ndugu yangu, kama hujalipa nyumba, unaogopa kwenda kwako. Hata unajifanya tu hii bungi kwadi asubuhi. Kwa sababu ukienda tu huko. Kwanza hakuna kitu mbaya wewe, hakuna kitu mbaya. Wewe unakula nyama na hujalipa nyumba ya landlord. Ndugu yangu, hiyo nyama utaimwaga. Msamee ni mgeni. Ndugu yangu, kama hujakaa Nairobi, umekuja juzi, ulikuja na gari ya maiti. Wewe chunga bana. Rent ni ngumu my friend. Nairobi hapo ukikuwa na 50 bob utakula. Lakini nikuulize 50 bob utaenda ulipe. Mimi wacha niwaambie kitu moja. Wakikuyu kwa sababu wako na ploti, sisi jamii ya Wajaluo na Waluya, tukipata pesa tuna brag nayo. Hatuangalii maendeleo. Ndio unapata Mkikuyu akipata pesa yake, yeye ana invest. Sisi tuna invest kwa wanawake. Kwanza Mjaluo akiona brown skin aone ufa. Nakuambia Mjaluo amekuwa mwendazimu. Mjaluo amekubali akupatie payslip bebeko kutembea nayo kwa mkono. Lakini atembea na brown skin. Unapata Wajaluo wetu siku hizo maacha wasichana Wajaluo wale weusi wenye wako na nyash wameenda kutafuta wale brown skin. Wacha niwaambie. Mimi nataka niwaambie. Ni kitu ngumu sana na kujenga nyumba. Nikiingia kwa hii mada ya familia ya Raila na Noburu. Mimi wacha niwaambie kitu moja. Sisi kama vijana, kwa hizo serikali zote zimepita hizo miaka zimerudi nyuma. Kitambo tulikuwa tunapata mzee, yeye ndiye kwa uongozi miaka nenda miaka rudi. Ndio kwa sababu sisi raundi tumeamua hatufuati wazee, tunafuata young tax. Wewe kama unataka kufuata young tax, kama unataka kufuata wazee, fuata tu mzee kwa sababu wewe unapenda kulishwa. Unajua ukipata mwanaume anapenda wazee, ni huyo mwanaume anapenda kulishwa na bibi yake. Yeye anaogopa kwenda kazi. Hata bibi yake akienda kazi anaambia baby wacha nilala kidogo, nitaenda kutafuta kazi. Yeye anataka kulishwa na mama mzee. Ukipata msichana anapenda wa babas, huyo msichana ameogopa kuolewa na vijana wadogo. Kwa sababu yeye anapenda kuomba pesa. Ndio kwa sababu sisi tumeamua tunafuata young tax, tunafuata Winnie. Bwana wacha nikuambia kitu moja. Baba, wacha nikuambie step father hakuna kitu anaweza kusaidia nayo. Wacha nikuambie step father anachekeleanga ukiumia. Baba yako ni baba yako. Bwana mimi nimelelewa na baba yangu alikufa kani kumdogo. Hakuna kitu step father anamsaidia nayo. Mimi advice. Wacha nikuambie step father hawezi wacha watoto wake akuja asaidie wewe. Winnie, wewe angalia maisha yako, acha kuangalia maisha ya Oburu. Oburu ana future. Wacha niambie Oburu, uko na mtoto asijue anaitwa Jaoko. Jaoko pia atoke nje afaitie ODM.
Jacob mwenyewe hata ajui siasa. Sasa nikuulize swali, wewe unataka kufuata Oburu Odinga. Na Odinga Oburu mwenyewe amekuwa Siaya senator. Hata Siaya mwenyewe hajajenga hata roundabout. Bwana, wacha niwaambie kitu moja. Sisi tutafuata Winnie na Babu Owino na Sifuna. Wewe kama unataka kuzoea hiyo majina, ende ukae kwa Museveni huko, ufungiwe kwa nyumba. Sisi tutafuata hawa watu. Na mimi nakuambia from today, mimi Winnie Odinga nataka nikuwe kijana wako hapa ground, ni kumobilize vijana ukuja hapa Jacaranda pia uongee na wananchi. Hapa Jacaranda vijana wanakutaka. Wanye wanafuata Oburu, wao pia kwa karibu kukufa kama Oburu. Mimi siwezi fuata mimi nilikuwa nafuata Raila peke yake. Siwezi fuata Oburu. Oburu ako na bibi wawili, aenda kaenda bibi yake kwa mlango wamfanyie massage. No Oburu nataka nikuone. Punguza chakula. Punguza kukula. Sasa unakula sana hii chakula itakuua. Wanakula pole pole mzee. Hujawahi kunywa madafu. Hujawahi kula keki. Tulia mzee. Mzee akikula tu madafu maji natoa unafikia ni tula.